Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Taarifa hii inasema kuwa Waziri Mkuu wa Israeli Bwana Netanyahu alikiri waziwazi kwa mara ya kwanza kuwa Israeli inaingia kwenye aina mpya ya kutengwa wakati wa shinikizo la kimataifa linaongezeka juu ya vita vinavyoendelea Gaza na sera za serikali yake ya mrengo wa kulia. Hii taarifa imeandikwa na baadhi ya vyombo vya habari vingi ikiwemo Anadolu News ya Uturuki. Anasema tunaingia katika aina ya kutengwa na inatubidi kuzoea zaidi uchumi wenye sifa za kujitosheleza. Alikuwa anaongea kupitia redio ya jeshi ikimnukuu akisema katika mkutano pamoja na Wizara ya Fedha. Yaani anakusudia kusema kuwa wanaingia kwenye maisha ambayo wenzake wanayaishi muda mrefu. Ni kitu ambacho kuwa kama yeye akiguswa hivyo sidhani kama anaweza kustawi, kwa sababu Israeli anaishi yeye kama yeye ndani ya mipaka yake, hana uhusiano na yoyote nje ya mipaka. Ukiangalia kama nchi kama Korea Kaskazini pia zimeishi kwenye hayo maisha ya kuwa tumetengwa, lakini pembeni kuna nchi moja tu ina backup, ni China. Irani wanajiita wao ni maprofesa, wamekuwa wanasema sisi ni mabingwa wa vikwazo, yani tumekuwa manunda, tumezoea vikwazo, kwa sababu Irani ana vikwazo kweli kweli. Yani ukilinganisha na nchi zingine, Irani anaishi kwenye vikwazo sana, kwa sababu kuna nchi hazikuwa na vikwazo vyovyote vya maana hivi karibuni, ikiwemo Urusi. Urusi vikwazo vilianza kurejea kwake 2014, mwaka 2014, baada ya kuichukua Crimea wakati wa Barack Obama. Ndio Urusi akaanza kukutana na vikwazo baada ya kuondolewa kwenye G8 wakabaki G7. Hapo ndio Urusi alianza kukutana na baadhi ya vikwazo. Lakini kuna nchi ambazo zimekuwa manunda wa vikwazo: Cuba, Venezuela toka wakati wa Hugo Chavez, na sasa Maduro. Yote wanaishi kwenye vikwazo ambao unaweza sasa hawa ni manunda wa vikwazo. Irani wanajiita ni maprofesa wa vikwazo. So Israeli hana vikwazo, lakini anasema kuwa tunaenda kwenye maisha ambayo tunatakiwa tuyazoe. Yani anataka kulazimisha na kuaminisha Waisraeli kuwa Israeli inaweza ikaamua kuishi yenyewe kwa kutegemea uchumi wake yenyewe na kujimudu kwa kila kitu yenyewe. Ni kitu ambacho bado unaweza ukahisi mara tatu, sidhani kama ni kweli, lakini anaenda kupigia mstari maneno ambayo aliyazungumza hapo Israeli aliyekuwa waziri mkuu Naftali Bennett mwezi uliopita. Niliwaambia alivyokwenda kwenye ziara ya Marekani kurudi, akasema kuwa tumepoteza marafiki. Si tu marafiki, anasema sisi tulikuwa na urafiki wa karibu zaidi na Republican, lakini pia na wao tumewapoteza. Hata washirika wetu tumewapoteza kwa sababu ya kile kinachoendeshwa na Netanyahu katika nchi. Lakini ni wiki 3 au 2 zimepita, swala hilo alilizungumza pia alizungumza Donald Trump. Trump aliyazungumza hayo kama muda mchache tu uliopita kuwa bwana tunakwenda kupoteza, au alisema kuwa Israeli inaweza kushinda vita ya Gaza, lakini Israeli haiwezi kushinda mioyo ya ulimwengu, au haishindi tena ulimwengu, yani inaupoteza ulimwengu. Licha ya kuwa inaamini kuwa inaenda kuishinda Gaza, wanaweza kushinda vita wanaokusudia, lakini wanapoteza kikubwa. Kwa hiyo Israeli wameendelea kupoteza. Kwa Netanyahu anapigia mstari kauli hizo na anasema kukubalika huko kunaashiria kuondoka kwa kasi kutoka kwa serikali ya kukanusha mara kwa mara ya kuongezeka kwa utengano wa kidiplomasia licha ya miezi ya onyo. Yani taarifa hii inakubaliana sasa na kubadilisha kauli kwa serikali ya Israeli na maonyo yake ambayo imekuwa ikipinga sana. Inapotajwa kuwa wewe unahili, huwa wanakataa. Wanasema hakuna, hizo taarifa ni za uongo. Sasa Netanyahu taratibu naye anaenda kukaa kwenye mfumo, yani naye anakubaliana kuwa sisi tunazidi kupoteza. Gazeti la kila siku la Israel The Marker lilimnukuu Netanyahu katika mkutano, hili ni gazeti la kiuchumi. Lilimnukuu Netanyahu katika mkutano huo akisema nchi hiyo sasa inaishi katika hali ya kutengwa kisiasa na lazima ichukue hatua ipasavyo. Yani wameshaona na ishara zote. Aliongeza kuwa
Israeli lazima itengeneze silaha zake ili kuepuka kutegemea ulimwengu wa nje. Umeelewa? Yaani kuwa sasa wanaona kuwa ni lazima tuanze kujitosheleza. Kama Israeli angekuwa anatengeneza kila kitu chake ambacho kinaendesha kwenye vita, basi mapema sana angekuwa ametoka kwenye vita. Asingethubutu. Mifumo na silaha anazotumia Israeli kwa zaidi ya 85%, zaidi ya 85% zinatoka kwa wafadhili. Mfano utasema kuwa Israeli anatumia zaidi, anayotegemea zaidi kama silaha yake kubwa ni ndege za kijeshi. Zile ndege za kijeshi ni ndege za Kimarekani ambazo huwa zinatambulika kama za Kimarekani, F-16, F-22, F-35. Ndege ambazo ndani yake zina mchanganyiko wa utengenezaji wa nchi, zikiwemo zimeshiriki vizuri kabisa. Uingereza anatengeneza 15% ya ndege za F-35 parts zinatoka Uingereza, lakini Netherlands pia wana mkono wao kwenye hizo ndege. Ndio ambazo Israeli anazitegemea zaidi. Lakini tumeona kuwa kumekuwa na rundo kubwa la makombora. Nadhani juzi kuna video ilikuwa inatembea ya wale mapilot walikataa kusafirisha silaha, wakawa wamekamatwa na wakawa wanasubiri hukumu yao. Walikataa kuendesha ndege ambayo imebeba silaha. Wakasema siwezi kuendesha ndege inayoelekea Gaza. Siwezi. Lakini tumekuwa na huu wimbo wa meli ambazo zinakamatwa mara kadhaa. Meli nyingi tu ambazo zimebeba silaha zilizokuwa Italia, zilizopita Hispania zikazuiliwa. Meli kadhaa ambazo zimetajwa kwa hiyo Israel inaposema kuwa tunataka kuanza kutengeneza silaha zetu wenyewe, maana yake anatoka kwenye makucha ya hawa wengine. Hilo swala linawezekana, lakini sio kwa muda huu, sio kwa uwezo wa Israeli wa sasa. Yaani anahitaji miaka mingi zaidi kumiliki silaha hizo, kwa sababu leo hii unaona mgogoro mkubwa uliopo Uingereza ni kuhusu uwezo wa mifumo, kwa sababu Waingereza ni wazuri sana kwa ujasusi. Na ndege za kiufalme za Uingereza ambazo zinafanya ujasusi mkubwa sana. Kumekuwa na kesi kubwa ndani ya Uingereza kuwa raia wa Uingereza wanataka serikali yao itoe wajibu wake kwa nini inasaidia genocide in Gaza. Kwa sababu wakati Uingereza inatangaza kuwa imevunja mahusiano ya kibiashara na Israeli, at the same day serikali iliripotiwa kuwa ndege za Uingereza za kijasusi ziko kwenye anga ya Gaza muda mwingi. Licha ya kuwa serikali ya Uingereza ilijitetea inasema kuwa ndege zetu huwa zinazunguka kwa ajili ya kutafuta tu mateka, kufyonza taarifa tu za mateka walipo. Lakini ni kitu ambacho hakiingia akilini kuwa eti zinazunguka. Yaani ndege za Uingereza ambazo zina kambi kule Cyprus zinazunguka kweli kweli anga ya Gaza ni muda wote, ndege za kijasusi kuangalia huku na huku. Sasa ukisema Israeli kweli anataka ajitegemee, kwa kweli Israeli anaweza likawa ndio jeshi bovu zaidi la mwisho Middle East, ikiwa anafikiria hivyo. Kwa sababu Ukraine leo anatengeneza silaha zao, wanasema wameanzisha silaha nyingi, na juzi Bwana Zelensky anasema kuwa zaidi ya 60% sijui ya silaha zote tunazotumia tunazitengeneza sisi wenyewe humu ndani. Kwa hiyo wanatengeneza drone, wanatengeneza nini. Unajua shida moja iko kuwa hata makampuni yanayofanya kazi ya Israeli ya ndani kama Elbit System na makampuni mengine ambayo ya uzalishaji wa silaha ya ndani ya Israeli ni makampuni ambayo yanaendeshwa na Wamarekani wa Israeli. Yaani kuwa ni makampuni ya Kimarekani yaliyo ndani ya Israeli. Sasa kama Israeli anakusudia kujitegemea yeye kwa kila kitu mpaka silaha, sifahamu kwenye hili. Sasa taarifa inaendelea kusema mataifa kadhaa ya magharibi ikiwa pamoja na Uingereza, Uhispania na Canada tayari yamesisitiza kuwa hayatoiuzia silaha Israeli kwa miezi ya hivi karibuni. Wengine ambao wametangaza hilo ni Ufaransa, Australia, Hispania, Norway pia wametangaza kuwa mipango hawa ni wametangaza pamoja na Uingereza. Hawa wametangaza kuwa wataitambua Palestina katika mkutano wa Baraza la Usalama. Sasa katika hili la kuzungumza, wakati Netanyahu anaeleza hili, kiongozi wa upinzani Yair Lapid alikashifu maoni yake. Akasema kama aliyaita uenda wazimu maoni. Anasema kutengwa sio sifa wala sio majaliwa. Huyo ni Yair Lapid. Anasema aliwahi kuwa waziri mkuu kwenye serikali iliyopita. Anasema kutengwa sio majaliwa wala sio sifa, ni zao la sera mbovu na zilizofeli za Netanyahu. Netanyahu anaigeuza Israeli kuwa nchi ya ulimwengu wa tatu, na hata hataki kubadili mkondo wake, yani msimamo wake ni ule ule. Alisema kupitia mtandao wa X. Yair Golani, mkuu wa chama cha upinzani cha Democrat na naibu mkuu wa zamani wa jeshi, pia alikashifu matamko ya waziri mkuu huyo. Netanyahu anasema anawasalimu wa Israeli kwa mwaka mpya wa ujumbe huu.
ili tu aweze kuhifadhi kiti chake cha enzi. Anasema anahitaji vita vya milele na kutengwa kwa milele. Yaani wewe unaitoa kafara nchi, yani unatoa dhabihu nchi, uchumi, mustakbali wa watoto wako na uhusiano wako na ulimwengu kwa sababu tu ya kulinda kiti chako. Huyu Yair Golan anamwambia Netanyahu. Sasa jibu letu kwa mtu huyu kwa kudharauliwa, mwaka huu tutakubadilisha. Yani anamkusudia kuwa tutakuondoa Netanyahu. Rahby Digital, haki na ukweli.